Swali ambalo kauliza dada yetu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yewe. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitajibu hili swali kwa vile ambavyo Allah amenifungulia, lakini mwisho kuna maelezo muhimu sana kama nasaha kwa wanagrupu wote. Kwa hiyo ni vizuri mkasikiliza jawabu mpaka mwisho kwenye nasaha. Kama jawabu kwa mujibu wa swali ambalo kauliza dada yetu huyu, Allah mbariki na mlipe kheri, ampe mafanikio mema katika mishughuliko yake. Kwa hivyo alivyouliza, jawabu ni kwamba Allah jalla waala amefaradhisha swala kwa waja wake na akaijalia swala ni yenye nyakati maalumu. Haikubaliwi swala kama utaiswali kabla ya wakati au ukaiswali baada ya wakati kwa makusudi. Kwa hivyo basi Allah jalla waala asema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kwa hakika swala imekuwa kwa waumini ni faradhi iliyowekewa wakati maalumu, faradhi iliyo na muda maalumu. Kwa hiyo iswali swala ndani ya wakati wake. Kisha nyakati za swala Allah jalla waala amezifungamanisha na mwenendo wa jua, kwamba jua likiwa limefikia hatua fulani, mathalan likipinduka ni salatu dhuhuri, na likitembea kiasi cha kivuli cha mtu kikalingana na yeye mwenyewe, au kivuli cha kitu kikalingana na kile kitu chenyewe, basi na kikaanza safari ya kupita kile kitu, kivuli kikaanza safari ya kukipita kitu chenye kivuli kile, inakuwa ni muda wa salatu al-asri. Na swala ya maghribi ni pale jua litakapozama, na swala ya isha ni pale mawingu mekundu au mawingu ya njano yatakapopotea. Salatu al-fajri ni pale inapochomoza alfajiri ya kweli, ambayo inafuatiwa na kuchomoza kwa jua. Utakuta kwamba Allah jalla waala ameweka nyakati za swala kwa kuzingatia mwenendo wa jua, kwa sababu ni kitu ambacho watu wanaishi nacho kila siku. Kwa hiyo kila mmoja katika mukallaf, katika mtu ambaye amekalifishwa na sharia, anaweza kumwabudu Allah bila kupata tabu yoyote. Hilo kwa ajili hiyo basi, na mwenendo wa jua hutofautiana baina ya mji na mji, baina ya nchi na nchi, bali hata baina ya mtaa na mtaa. Katika baadhi ya maeneo utakuta mitaa iliyo kusini au miji iliyo kusini kwao vipindi vya swala vyaingia mwanzo kuliko miji iliyo kaskazini, na miji ya kaskazini kwao vipindi vya swala vinachelewa kuliko miji ya kusini. Kwa ajili hiyo, ikiwa ni hivyo basi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sharia kwamba unapoingia wakati wa swala iadhiniwe adhana, kama ilivyo katika hadithi sahihi pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha dakhala waqtu swala, idha hana waqtu salati falyuadhdhin lakum ahadukum, unapoingia wakati wa swala na akuadhinieni mmoja wenu, na aadhini kwa ajili ya kukuiteni katika ibada ya swala mmoja wenu. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu dada Allah mbariki aliuliza hili swali, angojelee adhana zinapoadhiniwa kwenye mji wake ndipo aswali swala husika, kwa sababu adhana zinasomwa kwa kuzingatia nyakati na majira ya mji unaoishi. Yawezekana umetoka Tanzania, umetoka Singida,
au pengine popote. Umetoka Singida, pengine Singida kwa hapa Tanzania, labda Singida salatu al-isha pengine watu wanaswali saa 2 kamili, lakini huko ulipo sasa, huko Kuwaiti au huko ulipopataja, sipakumbuki tena jina, pengine wao swalatu al-isha kwao yaingia saa 2 dakika 30 mathalan, au saa 2 dakika 10 au saa 2 dakika 5. Subiria adhana za watu wa huko, wakisha adhini swali kwa mujibu wa adhana za huko, kwa sababu wao wanajua zaidi nyakati za huko. Labda pale ambapo itakubainikia kwamba waadhini wanachelewesha adhana, hawaisomi ndani ya mwanzo wa wakati wa swala, basi utaruhusika kuswali pale tu wakati wa swala unapoingia, na wakati wa swala utaujua kwa kutumia hizo alama ambazo tumezitaja hapo mwanzo, na Allah anajua zaidi.